Naam, karibu sana mtazamaji popote pale ulipo, karibu ndani ya kipindi hiki cha maswali magumu, kipindi ambacho tunaleta maswali mbalimbali ambayo yamekuwa yakizungumzwa, yamekuwa yakigusa vichwa vya habari kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii hapa nchini Tanzania, na tunaleta hapa ndani ya kipindi hiki cha maswali magumu ili kuweza kupata majibu yake nini hasa. Ndani ya kipindi hiki cha maswali magumu kwa siku ya leo niko na Asmani Mwesongo ambaye ni mwanamajumui. Tuko naye hapa ndani ya kipindi hiki cha maswali magumu, na moja kwa moja tutajadili naye kuhusiana na yale maswali ambayo tumeyaleta ndani ya kipindi hiki. Ninayeendesha kipindi hiki kwa siku ya leo ni mtangazaji wako Ayubu Luka, nikusi uwe nasi mwanzo mpaka tamati ya kipindi hiki. Athmani Mwesongo, karibu sana ndani ya kipindi hiki cha maswali magumu. Shukrani sana ndugu mtangazaji, asante sana. Naam, na moja kwa moja tuanze na kile ambacho kilichukua vichwa vya habari kwa siku ya jana ya tarehe 27 ya mwezi wa kwanza mwaka 2026, ambapo ilikuwa ni siku ya kuzaliwa kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wewe ukiwa kama mpenda amani, ukiwa kama mpenda taifa la Tanzania, mpenda serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, siku ya jana ya kuzaliwa kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ulitumiaje? Siku ya jana sisi wafia nchi tulibahatika kuungana na asasi tofauti za kiraia. Ndio. Tulifanikiwa kupanda miti 1500 katika jiji la Dar es Salaam. Ndio. Tunashukuru sana kwa kumuunga mkono Mheshimiwa Rais na kumtia nguvu kwa kazi hii ngumu ambayo anaifanya. Tunashukuru sana kwa namna ya kipekee jana ambavyo tuliweza kuiadhimisha siku hii adhimu ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Kuhusiana na maana ya upandaji miti, wewe ukiwa kama mwana majumui, kupanda miti hii inaashiria nini kwa uelewa wako? Kupanda mti kuna tafsiri pana sana, lakini kwa kifupi kupanda mti ni kuchukua mche na kupandikiza katika ardhi ili uweze kukua na kuchipua. Hii ni tafsiri fupi ya kupanda mti, lakini kitendo cha Daktari Samia Suluhu Hassan kuadhimisha siku yake ya kuzaliwa kwa kupanda mti inamaanisha ni kupanda mbegu au kama mche wa imani kwa ajili ya kuliunganisha taifa ili iweze kutengenezwa matawi ya mshikamano, upendo, undugu na ujamaa ili nchi iweze kustawi. Na kawaida ya mti unapopandwa hutengeneza upepo na kivuli. Kwa tafsiri pana kabisa tuna matumaini kwamba ule mti ambao ulipandwa jana wa mbegu ya na imani ya upendo na umoja kwa Tanzania inamaanisha kwamba baadaye baada ya kukua mti huo kama taifa, basi tutapata utulivu, upendo na mshikamano kama tafsiri ya mti yenyewe ilivyo. Sawa, ukitapita kwenye mitandao ya kijamii swala la siku ya kuzaliwa ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ukisajisha na upandaji wa miti, kitendo ambacho kiliweza kufanyika siku ya jana, inaonekana kwamba imechukua kama ajenda ya kitaifa, na kuna wengine wanaendelea kusema imekuwa kama sikukuu ya kitaifa. Labda kwa watu ambao hawana uelewa kuhusiana na hili, labda ukiwa kama mwana majumui waelewaje? Kuitazama siku ya kuzaliwa kwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kama ni ajenda ya kitaifa ni jambo zuri ambalo linaonyesha mshikamano wetu na raia namba moja wa taifa letu ambaye ni rais wa nchi. Na huu ni utaratibu wa kawaida tu ambao binadamu wanao, ambao haukuasisiwa sasa hivi tu. Tukirejelea hata katika vitabu vyetu vya dini tunaona namna gani
Yesu Kristo anavyoadhimishwa katika kuzaliwa kwake. Tunaona pia katika upande wa Uislamu Mtume Muhammad watu wanaadhimisha katika kuzaliwa kwake kupitia maulidi. Tunaona pia si hivyo tu, na si utaratibu mgeni hata hapa katika nchi yetu. Kuzaliwa kwa baba wa taifa ni ajenda ya kitaifa ambayo kila mwaka tunaona siku anayozaliwa tunauwasha mwenge, na siku anayokufa tukikumbuka siku aliyokufa ni siku ambayo mwenge unazimwa. Kwa hiyo hili ni jambo la kawaida kabisa ambalo nafikiri kuwa ajenda ya kitaifa ni jambo zuri na jambo la kizalendo. Kwa hiyo watu ambao ni Pan-Africanist kama sisi ambao tunawapenda na kuunga mkono viongozi wetu, nafikiri lazima tuliunge mkono na tulipigie chapuo. Ni jambo zuri ambalo linatakiwa kuwa na muendelezo. Okay, sawa. Naam, mtazamaji, ni Athmani Mwesongo huyo akijibu swali kuhusiana na kile ambacho kinaendelea katika mitandao ya kijamii kuhusiana na siku ya kuzaliwa ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, na kile ambacho kiliweza kufanyika kwa siku ya jana kwa kuweza kupanda miti nchi nzima, ikiwa ni ishara ya kuweza kuonesha kile ambacho kimefanywa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuweza kupanda miti katika sehemu mbalimbali ambapo watu wapo. Asante sana. Na moja kwa moja tukiachana na masuala hayo kuhusiana na siku ya kuzaliwa ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kile ambacho kiliweza kufanyika jana kwa wananchi kupanda miti kwenye kuenzi siku hii, moja kwa moja sasa turudi kuangalia kile ambacho kinaendelea katika nchi kuhusiana na zile siku 100 za Dr. Samia Suluhu Hassan. Wizara mbalimbali zimeshaanza kutoa maelezo au kuzungumza kile ambacho kimeshaweza kutekelezwa ndani ya wizara kwenye hizi siku 100. Tujaribu kuangalia kiundani zaidi wananchi au wanauelewa zaidi kuhusiana na hizo siku 100, lakini pia kutokana na utekelezaji ambao umefanywa ndani ya wizara. Unafikiri nini kifanyike ili kuweza kuhakikisha kwamba wananchi wanakuwa na uelewa mpana kuhusiana na vitu ambavyo vinafanyika ndani ya wizara, mfano kama wizara ya elimu, wizara ya ujenzi, wizara ya miundombinu? Nini kifanyike hapa ili kuweza kuhakikisha kwamba wananchi wanakuwa na uelewa mpana kuhusiana na hili? Kitu kikubwa cha kufanya nafikiri ni kufikisha taarifa ya mambo yote mazuri ambayo yanafanywa katika wizara. Kwa hiyo hii ni nafasi yenu wanahabari katika kuhakikisha kila yale mambo yanayofanywa basi yanawafikia walaji ambao ni wananchi. Bila ya ushirikiano wenu katika kuyasukuma haya mambo kufika chini, waweze wananchi kuyasoma, kuyatazama, itakuwa ni kazi ngumu isipofanyika wananchi wakapata ufahamu. Lakini wakifahamishwa hasa na mareporters wanahabari kama nyinyi, basi masuala mengi ambayo yanafanyika katika hiki kipindi kifupi tu ambacho tayari tumeona hata mawaziri tofauti tofauti wakizungumza ndani ya wizara zao. Karibu jana nilishuhudia toka juzi nilishuhudia karibu wizara 8 zinazungumzia mambo waliyofanya tu ndani ya hizi siku 100 tangu Daktari Samia Suluhu Hassan amechaguliwa upya. Kwa hiyo na tumeona waandishi wa habari wakiplay part kubwa katika kufikisha hizi habari. Kwa hiyo nafikiri ni wakati sasa wa vyombo vya habari kujaribu kuyatoa hadharani yale yote yanayofanywa vizuri, hasa mazuri katika kipindi hiki ambacho naelekea kilele cha siku 100 za alizotangaza Dr. Samia Suluhu Hassan. Okay, sawa. Tumezoea kuona kwamba serikali kama ina ajenda ambayo imeiweka, kwa mfano kama hii ajenda ya siku 100 za mama, naona kwamba mawaziri wanakuja na kuweza kuzungumza kile ambacho
kimefanywa na wizara ndani ya hizo siku 100, lakini tunaona mara baada ya hapo mawaziri wanakuwa hawazungumzi tena. Labda mwisho wa mwaka kuna kidini ambacho kimefanywa kwenye wizara fulani, waziri fulani, wizara fulani, basi aweze kuzungumza ndani ya mwaka huu nini ambacho kimeweza kufanywa na wizara husika. Labda ukiwa kama mwana Majumoi, una ushauri gani labda kwa serikali kuhusiana na toa matokeo kuhusiana na kile ambacho kimefanywa kila mwaka? Nafikiri kuendelea kuwa na consistency ya kupasha habari umma juu ya mambo yanayofanyika wizarani na serikalini. Tukiwa na utaratibu huo, nafikiri jambo litakuwa limekaa vizuri, si kufanya ile kipima joto, tunaita yale mambo ya moto wa kifuu. Kwa hiyo nafikiri wizara zikijipanga vizuri, basi zinaweza baada ya kupita siku 100 wakawa na utaratibu wa kupasha habari umma baada ya miezi 3, miezi 6, mwaka, ili watu wawe na uelewa na mazuri yanayofanywa na serikali yao. Naam, ni maneno yake Athmani Mwesombo akijaribu kushauri serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuhusiana na kile ambacho kimekuwa kikifanyika, akitoa rai kwa serikali kwamba kuwe na mwendelezo kutoa taarifa kwa umma kuhusiana na kile ambacho kimekuwa kikifanywa na serikali, hasa utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo. Tuangalie sasa hizi siku 100. Naona kwamba mawaziri ndio wanatoa maelezo kuhusiana na kile ambacho kimefanyika na siku 100. Unafikiri labda unaona wapi Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania sasa mara baada ya siku 100 hizi kukamilika? Daktari Samia Suluhu Hassan, napomtazama katika hizi siku 100, ninamuona ni mtu wa kipekee na wa vitendo zaidi kuliko maneno, kwa sababu tumeona katika zile ahadi zake zote ambazo wamezitoa, katika ambazo walisema zitatekelezwa ndani ya siku 100, tunaona zote zimefanyika. Tukianzia swala la kuzuia miili au maiti wanaopatwa na wanaofariki katika hospitali serikali, kuzuia ili asizikwe mpaka deni lilipwe, tumeona limeshashughulikiwa, hakuna hivi vitu sasa hivi. Ajira zile 1200 tayari, swala la ajira limefanyika na wote ni mashahidi. Lakini pia bima ya afya kwa wote, tumeona imetekelezeka, na tumeona sasa au watu hata wale wanaoishi kwenye mazingira magumu TASAF ndio wamegewa kipaumbele cha kwanza kusajiliwa katika mifumo sasa hivi. Lakini pia swala la mchakato wa katiba mpya, ndio kutokana na changamoto hizi zilizotokea ndio ambao limekuwa postponed, lakini limekuwa postponed kwa sababu ya matokeo yaliyotokea, ili kuweza kutoa muda tume iweze kufanya kazi iliyogewa kwa utaratibu mzuri. Kisha baada hapo ndo yatafuata masuala ya maridhiano na baadaye kuanza mchakato wa katiba mpya kama ilivyoelekezwa na Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo nafikiri baada hizi siku 100, kama kasi ni hii, nafikiri tutakuja kuona baada ya miezi 6 na mwaka mmoja mambo makubwa na mazito ambayo yatafanywa na Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa sababu ni rais wa vitendo na si maneno peke yake. Sababu siku 100 tu vyote alivyoviahidi tunaona kwa 90% vimefanyika kweli. Kwa hiyo tunatumaini katika ilani ambayo amekuwa akiinadi muda wote katika kampeni zake, zote zitakamilika ndani ya muda au kabla ya muda hata ambao ameuahidi. Okay, sawa. Unawaambia nini wale watu au baadhi ya wananchi ambao bado wana mashaka
na hiki ambacho kinaendelea, lakini pia wana mashaka kuhusiana na utekelezaji ambao unaendelea wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hasa kwenye baadhi ya wizara. Bado swali halijakaa vizuri. Labda namaanisha kwamba kuna baadhi ya watu ambao wamekuwa hawaelewi kile ambacho kinafanywa na wamekuwa hawaamini kuhusiana na uongozi wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Sasa kutokana na hichi ambacho kimefanyika na kutokana na ushuhuda ambao unazungumzwa na wizara hizi ndani ya siku hizi 100, unawaambia nini? Kwanza siwezi mimi crush moja kwa moja kwa sababu utaratibu wa dunia ni kawaida mtu kutopendwa na wote au watu kutokubalika na wote, kwa sababu hata mitume walioletwa na Mungu hawakukubalika na wote na walipata upinzani mkubwa wakati wananadi neno la Mungu. Kwa hiyo hata Daktari Samia Suluhu Hassan sifikirii kwamba atapendwa na wote, licha ya mazuri ambayo anayafanya. Hata manabii walikuja na mambo mazuri, lakini si wote waliyakubali. Kwa hiyo huo ni utaratibu wa kibinadamu na dunia, lakini kwa wale ambao wanataka kujifunza na kuelewa nini kinachofanyika, basi watazame mtazamo chanya yale mambo ambayo yanaelezwa na yanafanyika katika serikali hii. Wakiwa wanajaribu kutazama kwa jicho zuri, wataona ni namna gani serikali inafanya kweli na mambo mazuri na mazito kwa ajili ya taifa hili, na kama alivyodhamiria Daktari Samia Suluhu Hassan katika kuipaisha nchi hii, basi tuna imani wakiwa na mtazamo kama huo wataweza kuona yale mema ambayo Dr. Samia Suluhu Hassan amekuwa na maono nayo. Sasa tunaelekea kukamilisha kipindi cha maswali magumu, labda nini sasa ambacho labda ungependa kukizungumza ambacho sijakuuliza? Kitu ambacho ninapenda kukizungumza ni kuwanasihi Watanzania wenzetu kuipenda nchi yao, kama alivyosema baba wa taifa wakati anafariki kwamba yeye anafariki lakini amewaachia nchi nzuri ya Tanzania. Watanzania waipende nchi yao na watambue hawana nchi nyingine, waipende nchi yao kama wanavyowapenda mama zao. Kwa hiyo huo usia nimependa kunukuu leo ili iwe chachu ya kuifanya au kuwafanya wanajamii wa Kitanzania waweze kuipenda nchi yao kwa dhati kabisa, na wasijaribu kuharibu ile mbegu ambayo imepandwa kwa muda mrefu kwa jasho na damu na wazee wetu kwa sababu za kijinga au kwa sababu za kuwa mamluki. Okay, sawa. Nikushukuru sana Athman Mwesongo kuweza kushiriki nasi ndani ya kipindi cha maswali magumu kwa siku ya leo. Asante sana. Naam, mtazamaji, asante sana kwa ambaye ulikuwa unatufuatilia muda wote huo ndani ya kipindi hiki cha maswali magumu. Nilikuwa na Athman Mwesongo, mwana majumui ndani ya kipindi hiki cha maswali magumu, nami ambaye nilikuwa na kuongozea kipindi hiki ni mtangazaji wako Ayubu Luka, ambaye nilikuwa na kuletea maswali magumu na Athman Mwesongo alikuwa akiyajibu kwa uzuri kabisa. Asante kwa wote ambao wamefanikisha matangazo haya kufikia pale ulipo. Asante na kwaheri kwa sasa.